Baada ya miamba kufukuzwa kazi katika kampuni walioitumikia kwa zaidi ya miaka 5, ujio wa sayansi na teknolojia ukaharibu kila kitu. Kampuni waliokuwa wakifanyia ilipata wazo la kutumia maroboti mbadala wa kutumia wafanyakazi ambao ni binadamu. Kwa hiyo miamba wakawa wamefukuzwa kazi wote. Familia zinawategemea na wapo ambao watoto wao walikuwa wakisoma katika mabasi ya njano, yani hapo ni kisanga na nusu. Movie yetu inaanzia huko. Huyu mwamba anayefahamika kama Robin alikuwa ni mkuu katika kitengo cha tafiti mbalimbali juu ya masuala ya hazina zilizoweza kupotea katika bahari. Na katika kipindi hicho cha miaka 5 alipoweza kushirikiana na kampuni hii, basi aliweza kuitengenezea faida kubwa sana hii kampuni, kwani aliweza kugundua hazina nyingi sana. Leo bana, meneja wake ndo akawa amemuita na kumwambia kuwa tumegundua maroboti ambayo yana uwezo wa kufanya shughuli zote ulizokuwa ukizifanya, tena kwa muda mdogo zaidi. Nikuulize swali, hata ungekuwa wewe Robin, je, ungekubali kumwajiri binadamu ambaye unamlipa mshahara au roboti ambayo linatumia unit tu za umeme? Wakati wote huo meneja anaongea, mwamba Robin alikuwa yuko kimya tu akitafakari ni namna gani ameweza kuitumikia kampuni hii mpaka kutengeneza faida kubwa kiasi hicho mpaka wameweza kununua marobot. Lakini jamaa aliporudi nyumbani tunakumwelezea mke wake, basi siku hiyo hiyo mke wake akawa ameachana naye, lakini mtoto pia akambatana na mama. Jamaa akawa anawaza hakuna familia, hakuna kazi, ataishije hapa mtaani. Akabidi kuelekea bar ambako huko alikutana na rafiki yake mmoja anaitwa Kara na rafiki yake mwingine alikuwa anafahamika kama Braki. Hawa wote bana ndo wamefukuzwa kazi katika ile kampuni. Kila mmoja kati yao ana stress, lakini mwamba Robin zilikuwa zimezidi sana. Wengine hawa wana stress ila wanakunywa tungi na huko wanapiga story kama kawaida. Lakini katika dakika za kuhesabu, wazo la ajabu likaibuka kutokea katika kinywa cha mwamba Braki. Akasema kuwa mnakumbuka story ya miaka 100 iliweza kupita kuwa kuna nyambizi iliweza kupotelea katika bahari ikiwa imebeba dhahabu? Mwamba Robin na Kara hawajawahi kusikia kabisa story hiyo, wakabaki wanastaajabu tu, ilikuwaje hiyo story? Mwamba akaanza kuelezea kwa kusema kwamba Urusi na Ujerumani zimewahi kuingia katika mkataba mmoja miaka ya zamani sana, na katika mkataba huo Urusi alikuwa ametoa vipande vingi sana vya dhahabu vilivyokuwa vinasafirishwa kwa nyambizi, lakini vilikuwa vikipita katika bahari yenye hatari na nusu. Hii bahari inaitwa Black Sea. Walitumia nyambizi na vifaa vya kisasa sana katika kuyasafirisha hayo madini, lakini kitu ambacho walikuwa wajui ni kwamba katika hii bahari nyeusi kulikuwa kuna asili ambayo inaendelea. Ilikuwa ni kwamba ukikatisha baadhi ya maeneo katika sehemu hiyo ya bahari nyeusi, basi unapotea na utawahi kuonekana tena katika maisha yako. Kwa hiyo bahati mbaya ni kuwa walipitisha nyambizi hiyo katika hilo eneo. Taarifa zikaiendea serikali ya Ujerumani pia na serikali ya Urusi. Hakuna aliyejaribu hata mmoja kwenda kuitafuta nyambizi hiyo kwa sababu katika maeneo hayo hakuna binadamu anaweza kuingia na kutoka. Na mbaya zaidi ni kuwa maji yaliyo katika eneo hilo ndio yanaongoza kwa kuwa na kina kirefu zaidi. Pindi unaposhuka chini, basi unakumbana na kiza kizito, hata chembe ya mwanga tu huwezi kuiona. Sasa watatafutaje hayo madini na kuikutaje hiyo nyambizi ambayo ilikuwa imebeba hazina kubwa hivyo? Serikali ya Urusi na ya Ujerumani wakakubali tu kwamba wamekula hasara, wakaamua kuyapotezea mambo hayo. Sasa mwamba Robin akacheka sana, akawa anauliza, ikiwa meli za kisasa kabisa za kijeshi zimeshindwa kufika eneo hilo na kwenda kuyakomboa hayo madini, alafu unakuja kutushirikisha sisi makapuku tu, nini lengo la stori yako? Imelenga kutuchekesha tu ama kututamanisha? Lakini mwamba Black hakuongea mambo mengi, akasema kuwa kama tukiweza kwenda tukayachukua hayo madini na tukarudi, tutakuwa matajiri dunia nzima, hakuna mtu anaweza kutufikia. Black akasema kuwa kuna tofauti kati ya hatari na kutokuwezekana. Kule kuna hatari ila sio kwamba hakuwezekani. Mabishano yakawa ni makali sana miongoni mwao, wakisema kuwa jambo hilo haliwezekaniki. Lakini Black akasema kuwa kuna makampuni ambayo yanakwenda kinyume kabisa na sheria za kiserikali. Kikubwa tu ni kwamba wakishirikishwa juu ya faida kubwa ambayo watakwenda kuitengeneza baada ya kufanya misheni hiyo, wana uwezo wa kutoa vifaa vya kisasa na sisi tukatimba katika maeneo hayo kufanya utafiti. Na mwamba Black hakutaka kabisa kupoteza muda, moja kwa moja akawabeba Kata pamoja na mshikaji Robin na kuwapeleka katika hiyo kampuni ambayo anaamini kwamba ina tamaa sana. Lakini ile wamefika katika kampuni, walikuja kushangaa kuona kwamba kumbe hata ile kampuni ya kwanza kabisa na wao walikuwa busy kuhangaika kuyatafuta hayo madini, na walifika hapa kwa lengo la kuweza kuingia kule kimagendo. Na miamba wakapata wazo la kuhakikisha kuwa watakwenda kuyakuta hayo madini hata kabla hiyo kampuni ambayo ilikuwa imewafukuza kazi kuweza kuingilia huo mradi. Kampuni iliwasikiliza sana miamba mpango wao na wakasema kuwa wanaweza wakawasaidia kutokana na uzoefu mkubwa sana walikuwa nao katika masuala ya bahari, lakini walitoa sharti moja tu. Mpango mzima ni kugawana kile ambacho watakwenda kuikuta katika bahari nusu kwa nusu. Miamba hawakuwa na namna yoyote kwa sababu hawana pesa wala hawana vifaa vya kisasa kuweza kuingia katika yale maeneo, na kampuni hii ina uwezo wa kutoa hivyo vifaa. Basi wakawa wamekubali na kusema kuwa watagawana nusu kwa nusu. Kwanza kabisa wakaanza na zile ramani zilizokuwa zimetumika na Warusi pamoja na Wajerumani katika kuyasafirisha hayo madini, ili wanapoanza safari basi wasije wakapita njia tofauti, waweze kubaini eneo hilo lililopatia ajali lilikuwa ni lipi. Miamba walistruggle wiki nzima wakihangaika ni kwa namna gani wataingia ndani ya hilo eneo ambalo linatisha sana, na katika mipango yao yote sasa hatua ya mwisho wakawa wamefikia
kuashiria kwamba wanatakiwa kuanza safari. Lakini kuna habari moja ya kusikitisha ikawa imewapata siku ya leo. Taarifa ilitokea katika familia ya Mwamba Carter kwamba anapitia msongo wa mawazo, kitu ambacho kimesababisha hali yake kiafya isiwe nzuri kabisa. Hivyo wakamsii dogo mmoja ambaye anatokea katika familia ya Carter kuambatana nao na kwamba mgao mzima utakwenda kwa Carter. Bwana mdogo jina lake anafahamika kama Toby, na siku ya leo ilikuwa ndio siku ya safari. Wakawa wamekusanyika na mbele yao wanaiona nyambizi tayari kwa ajili ya safari kwenda kutafuta utajiri. Pia walipatiwa kapteni mzoefu sana wa masuala ya bahari, ya kwamba huyu mwamba ataongoza mpaka katikati ya bahari na katika kina kirefu sana. Walipokuwa wanaitazama hii nyambizi kwa nje walitia shaka, kwa sababu namna fulani inaonekana ni ya zamani sana, ila walipoweza kuzamia huku ndani walishangaa kuona kwamba ngoma ni mpya kabisa na ya kisasa sana. Lakini kabla ya safari, Mwamba Robin akasema kuwa ni vyema tukakagua usalama wetu. Kitu cha kwanza, hakikisheni kila kitu kiko salama, na mwisho kabisa muangalie majaketi ya uhai. Haraka katika tafiti zake akaja kugundua kwamba life jacket ni kama zilikuwa zinapelea mbili. Kwa lugha nyepesi ni kwamba kama ikitokea hii nyambizi imeweza kuzama, basi wanaweza watu wawili wakafa. Lakini miamba wakamwambia kuwa hakuna anayekwenda kutafuta kifo huko, wote tunakwenda kutafuta maisha mazuri. Kwa kama ni kifo labda ufe wewe tu. Nyambizi ikawa imeng'oa nanga na tayari safari ikaanza. Lakini Mwamba pia akaja kugundua kwamba njia ya mawasiliano inayotumika katika nyambizi hii ni mifumo ya radio. Akauliza ni kwa nini itumike mifumo ya radio wakati sisi tuliomba mifumo ya satellite? Mwamba Robin akasema kwamba hii itakuwa ni rahisi zaidi kwa sisi kuweza kugundulikana na viongozi wa Russia au Urusi, kwa sababu tutakuwa tunatumia mawimbi ya radio, lakini kama tungetumia satellite ingekuwa ni ngumu. Nakumbusha tu kwamba bahari ina mipaka yake, kila nchi ina mipaka ya kuweza kumiliki bahari, na kuna bahari ambayo haimilikiwi na mtu yeyote, inamilikiwa na dunia nzima, lakini hapo anapoelekea ni mahali ambapo panamilikiwa na nchi fulani. Lakini kapteni akaona kwamba bwana mkubwa ni kama na maswali mengi, akamwambia kwamba hii ni mission ya kufa au kupona, kwa sababu kwanza ni haramu, alafu unataka tuende katika njia za usalama sana kiasi hicho, tukigundulikana tunakufa. Kwa hiyo acha kuhofia sana masuala ya uhai, wewe ni mwanaume bana, au kuna watu wanakutegemea huko nyuma, na kama unategemea ulitakiwa urudi kabisa katika safari hii. Basi Robin akawa amekubaliana na hawa miamba, kisha akasema kwamba naomba tu hizo radio zisiweze kuwashwa mpaka pale mtakaponiuliza. Nyambizi ikaanza kusogea mbali kuelekea chini. Hatari iliyopo ni kwamba hapa pana viumbe wakubwa sana, lakini pana hatari ya kwamba ni kwa sababu kuna nchi ambazo zinafanya patrol kwa mifumo ya mitambo. Lakini hatari kubwa zaidi ni hicho kina cha bahari ambacho ni kirefu zaidi, ambapo inaaminika kwamba hakuna anayeweza kushuka kule chini na akabaki salama. Mwisho wa siku Mwamba Robin akawatia moyo watu wake kwa kuambia kwamba jamani, tunakwenda kufanya kazi ambayo hakuna aliyewahi kuja huku na akarudi salama, lakini wote tunaenda huko tukiwa na matumaini ya kuweza kuzipata dhahabu. Baada ya kukamilisha kazi hii hatutowahi kufanya tena kazi za bahari, tutakwenda kununua vitu vya thamani, tutajenga makazi mapya, lakini pia tutatengeneza maisha mapya ya familia zetu. Lakini mwisho wa siku akaweka wazi kwamba jamani, tunakwenda kutafuta hizo dhahabu. Nusu ya hizo dhahabu waliotupatia hii nyambizi watapenda kupokea nusu na sisi tutapata nusu tu. Miamba wakaanza kuguna, mbona utafikiri kuna janja hapa? Nusu tena iende kwa watu waliotupatia nyambizi, wanajua ugumu wa kuweza kuifuata hiyo dhahabu hapa chini. Miamba walimaindi kweli na kusema kwamba kama tungejua hayo basi tusingeweza kuja hata kidogo huko, hatuwezekani tukagawana nusu kwa nusu afu mali ambayo tumeipigania kwa uhai. Lakini Mwamba Robin akasema kwamba hata nusu ya huo utajiri unatosha sana kwetu, hakuna mtu ambaye amewahi kumiliki utajiri huo. Lakini mshikaji mmoja anayefahamika kama Daniel akasema kwamba bwana, usituambie hivyo kabisa, hakuna haja ya kusema kufananishia utajiri kwamba tunastahili au hatustahili. Uweze ukafananisha na masuala ya kifo ujue. Alafu ukumbuke ni kweli kuna utajiri mkubwa, lakini kumbuka sisi tuko wengi, tutakapogawana mmoja baada ya mwingine kitakuwa ni kitu kidogo sana tulichoweza kugawana. Sisi huku mzee tumekuja kucheza na maisha, yani hapa tumebeti ni maisha hayo, usituletee masiala unajua. Ni Mwamba akasema huo ndio ukweli, ni lazima mlistahili kujua ukweli ili misheni yenu mnapoifanya mujue kabisa kwamba mgawanyo uko vipi. Kwa huo ndio ukweli na mimi nina haki ya kuwafikishia. Nakumbusha tu kwamba mpaka sasa nyambizi imesafiri umbali wa takriban kilomita zaidi ya 1000, na mpaka ilipoweza kufikia hapa inafika katika ngome za nchi ya Urusi. Yani katika eneo hili ni bahari ambayo inamilikiwa na nchi ya Urusi. Kwa hiyo wanatakiwa kuwa makini sana hapa, kwa sababu wanajeshi wakati wote ule wanaweza wakawafikia. Kiongozi akatazama hali halisi huku nje ilivyo, akaingia ndani ya nyambizi akasema jamani, tunaingia katika ngome za Warusi. Kama tunavyojua Warusi wana teknolojia kubwa sana ya vita, na namna ambavyo wanaweza kushughulikia mambo yao hawanaga huruma kabisa. Kama wakigundua tu kuna nyambizi yetu hapa, hakuna cha kusema jisalimishe, ni kulipua tu. Miamba wakaanza kusema kwamba si ndio maana tumekuambia kwamba haitakiwi kabisa tugawane nusu kwa nusu huo utajiri, kwa sababu sisi tumebeti maisha, unatakiwa kukumbuka jambo hilo. Gomvi tena ukaibuka ndani ya nyambizi, watu wakisema kwamba lazima tuchukue utajiri wote tugawane sisi, ikiwezekana wao tutawapa 10% tu. Lakini Mwamba Robin akaibuka akisema kwamba ni nani anayejua kwamba tutakwenda kuzipata hizo dhahabu? Ni nani anayejua kwamba tutakwenda kuvuka hii ngome ya Warusi? Lakini zaidi ni nani anayejua kwamba tutapona na viumbe wabaya wanaosadikika kuwepo katika kina hicho kirefu cha bahari? Ni nani anayejua hayo mpaka aanze kupanga mgawanyo? Jambo moja tu ni wasii watu wangu, twendeni tukautafute utajiri, tukaepuke maisha ya umaskini, na hapo ndio kawe mwanzo
mwanzo wa maisha yetu. Huwezi kuamini, maneno ya mwamba yaliwatuliza watu wote hapa ndani. Kila mmoja akajikuta ametulia tu na kila mmoja akarudi katika sehemu yake. Taarifa inakuja kwamba sasa ndo tunapita katika ngome ya Warusi. Nyambizi ikaongeza kushuka chini kabisa ya vilindi vya bahari, yaani umbali wa mita kama 200 hivi, viwanja kama viwili vya mpira wa miguu. Robin akasema kuwa kama una simu hakikisha unaizima. Kitu chochote kile kinachohusiana na mitambo au network hakitakiwi kuwa oni kwa wakati huu, kwa sababu hapa tunapopita ndio mahali ambako rada za Warusi zimeweka tension kubwa zaidi. Kwa hiyo hata ukiangusha kisu tu inatosha kabisa kwa rada zao kuweza kugundua kuna kitu ambacho kinapita umbali mrefu sana chini ya bahari. Na kukumbusha tu kwamba hapo wako kuhangaika kuvuka katika bahari ya Warusi. Bahari ambayo wanaielekea wao inaitwa Black Sea ama bahari nyeusi, na huko ndo kwenye kisanga zaidi. Huu mzigo bwana una sehemu mbili tu. Sasa je, watafanikiwa kutoboa hapo katika ngome ya Warusi ili kuweza kuingia katika bahari nyeusi waweze kufuata madini hayo katika vilindi vizito sana vya bahari? Kuipata sehemu ya pili wala usiwe na noma mtu wangu. Angalia hapo kwenye ukurasa wa kusubscribe. Gusa alama ya kusubscribe, tunaona kuna channel mbili zimeungana. Gusa katika channel ya kwanza na ya pili. Basi mzigo huu utakapokuwa umetoka chap tu wewe ndio unakuwa wa kwanza. Kumbuka kwamba inatoka ni leo saa 1 kutokea saa